Halo mke wangu. What? Unasema? Labda nakutaka, labda. Haya kwa haina shida. Basi nitakuja kesho asubuhi. Kesho asubuhi nitakuja. Haya mke wangu. Haya. Nitafika mapema sana. Nitafika mapema sana. Sawa? Bye. Hivi kuja kuangalia TV eh? Hapana, tulikuwa naangalia tu boss swala sija samana. Hivi wewe kijana una matatizo wewe eh? Una matatizo? Lakini simeangalia tu bole jamani. Sasa ni mkoje nyinyi? Basi nimekuwa tu kwa jamani. Unajua vizazi vya sasa hivi vizazi wao vililaniwa ambapo tunaongea kwenye Biblia. Sawa, kizazi cha nyoka kumbe ndio hiki ambacho tunasikia kwenye Biblia. Sasa jamani basi kwa hiyo boss jamani. Mtu ulitoa kwenu kijijini, ukaja kufanya kazi. Hapo unakuja kufanya mambo kama haya. Kwa nini ufanye hivyo jana? Kwa nini? Mbona niko vizuri tu na kazi nasifanya vizuri bila sasa nani boss? Hivi mke wako ulimtaka ulikuwa unatafutia nini mke wako? Ulikuja kutafuta kuja kufanya kazi. Kijana, naomba sasa vio vyako. Sawa? Ondoka urudi kwa kijijini. Sawa? Sasa maana na boss. Mimi sijafanya mkiwa sijafanya boss. Nasema hivi tafuta vitu vyako uondoke. Kina amesikia mkiwa amenisikiza mimi sijafanya. Nasema toka kwangu. Ya, unakwenda wewe. Nisikize basi hivi napaswa kujieleza jamani. Mkiwa mimi sijampaka. Yaani haki ya Mungu. Mimi sijampaka mkiwa kabisa. Naomba nielewe boss. Kwani usinielewe? Kwa hiyo yule aliyekupigia simu mtu ambaye anakifu mama. Boss. Unajua mambo mengi ambayo yanaficha hapa ambayo nayasikia hizo kumwambia wewe jana. Lakini sijafanya kosa mimi. Sasa nakuomba nenda kwa kijijini kwa sababu kule huko. Kwangu muda uliofanya kazi umetosha. Au nidai? Sikudai hapa kama mimi ndio mwingi kiasi kwamba tumeharibu. Basi Mungu ndiye anayejua. Nakupa shikamoo vyako, ondoka.
Shogangu. Hivi unaionaje aliyetu vizuri? Hali yenyewe mwenzangu shogangu hata siwezi mwenzangu. Hali yenyewe ngumu. Na nakwambia hali yenyewe ngumu shogangu hata siwezi kabisa. Yaani siwezi nishazoea mwenzangu kudanga. Yaani bora hata nikadange shogangu, nikadange nishazoea kudanga kwa hiyo nikiona tu maisha yenyewe huku mwenzangu siyawezi. Yaani bora hata niende mjini shogangu maana huku wenyewe hali yenyewe ngumu kweli siwezi shogangu. Au unaonaje mwanangu? Ufanye kazi. Kwani mpaka udani? Kazi gani za huku? Kazi gani zenye za huku? Watu wenyewe ukienda kuomba kazi unakuta unakugomea mimi hatuna kazi mara nini. Yaani kwa kweli mimi hata sijazoea kwa kweli. Kwa hata niende nikadange kwa kweli. Sijazoea kazi. Tutakufa wapi? Tushazoea si wenyewe. Yaani nishazoea kabisa kudanga mwenzangu. Siwezi hata nikafa. Upo. Oh, majirani. Vipi sasa hizi? Majirani, habari za saizi? Majirani. Mwenzangu alikuwa yupo mtu mwenye shaka kutoka muda jambo aende huko aende sana Karibu sana. Safi bwana. Habari za mjini? Habari za mjini bwana. Hapo unajua mjini imekupendeza bwana. Sisi hapa kijijini bwana ndugu yangu. Kila siku fujo. Yaani kazi za nguvu. Hivyo jana nini nataka kwa sasa hivi. Ndio hapana. Nilikuwa nimekuja kwa rafiki yangu. Sasa nimeshangaa rafiki yangu sijamkuta, amefungwa. Sasa ikabidi nikae hapa ili niwe najisomea. Kama unavyojua sisi bwana, kama hauna kazi unajisomea mambo mengi kwa kitabu nimekuja nako hapa sasa. Ndio namsubiria rafiki jamangu. Okay, mjini wanasemaje bwana? Safi kwa kweli. Ndio. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Amina. Karibu sana. Asante. Hola. Miaka miwili. Sana wewe fresh kwa kweli. Miaka miwili. Sasa mjini nimekuja unajua. Japo kwa tu yani mwembamba wanene. Ushaanza mambo yako. Ushiwagi maneno. Haya kawaida tu. Poa. Ndio bwana. Mimi kidogo kitu ambacho kimeniumiza akili. Ile kufika tundani mizigo yote hamna. Mke hamna. Sielewi sijui mimi nifanyeje ndugu yangu. Sasa mbona nichanganya? Unanichanganya? Wewe mwanamke sura yako umemwozesha kwa Nicholas? Hivyo na kile. Yaani wewe usinichanganye. Mimi kumbuka ninafikia kwa kitambo. Na hivi kwa nini siri uninificha? Kwa sababu haiwezekani. Dakika hiyo. Sekunde hiyo. Saa hiyo. Mwanamke wewe unaenda mjini mwanamke mizigo kwa Nicholas. Sasa hivi kweli kama hujamuozesha kwake nini? Unazidi kunichanganya hata kile mwenzangu. Yaani mimi nimuozeshe mke wangu kwa Nicholas. Yaani hii unacheza comedy? Kwa sasa hivi yuko kwa Nicholas. Yaani sio kwamba yuko kwa Nicholas. Ni mtu na mkewe. Wameshaoana. Sasa kama kwani yule ni house. Ina maana sasa hivi pesa ambazo nilizokuwa nikimtumia ni tayari yaani kweli ama kweli kama Biblia inavyosema. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Mimi siwezi kukaa. Naenda hapa yani mguu hapa. Naenda kwa Nicholas. Nitakachomuonyesha utaamini. Nakwambia kweli yake Mungu anaona. Yaani wewe unacheza comedy hapo bana sio mbaya. Naenda kwa yaani ni comedy. Yaani saa moja. Yaani nakwambia hivi. Nicholas to Lilian nitawaonyesha. Labda kama mimi sio mimi na nini. Okay bana. Sio mbaya bana. Huyu naye bana ana matatizo yake huyu.
nahitaji unaambie hapa upo kama nani na umeoja kufanya nini hapa? Subiri kwanza kelele kwa watu hapo. Mimi hapa nipo kama mke na nimeolewa. Unasemaje? Unasikia? Upo kama mke na umeolewa na Nicholas. Wewe. Hebu kwanza nahitaji yule mpumbavu mwenzako huyo. Nahitaji mpumbavu aje kwanza hapa tuelezane. Sio mama mwenzio. Mama mwenzangu. Hivi lili? Yaani lili wewe ni mtu ambao ungeweza kunifanyia mambo kama haya? Kwa nafikiri kwa tangu umeondoka. Mimi nikae na kusubiria gawe tu. Umekuwa nani? Kama kweli kwa kweli mimi. Umekuwa nani? Umesahau kwamba hapo ulipo unapumua kwa ajili yangu? Sijasahau kupumua. Figo langu lipo kwako, unapumua. Ndio maana nikaamua nione na mwanaume mwingine. Kwa hiyo unaweza kaenda bwana. Upo. Okay, sawa, haina shida. Nahitaji nani kidume mwenzangu yule anasema. Kidume mwenzako atakuja. Wewe. Shida ambazo nimekula mimi na wewe. Wewe Farah nakuuliza. Nakuuliza wewe Farah. Wewe kunipeleka mjini kosa ni kumwacha mke wangu akiwa vizuri. Poa. Taratibu kwanza. Hebu nisikilize kwanza. Nachohitaji kujua. Ulinipeleka mjini ili uje kumiliki mke wangu. Unajua unaongea na nani? Naongea na Kinyago. Kwa nini? Mimi Kinyago. Kumbe nimegundua kitu. Mimi Kinyago. Ulichokifanya wewe ni kunipeleka mjini ili uje kumiliki mke wangu. Hivi unaniita mimi Kinyago wewe? Wewe. Nitakumaliza sasa hivi. Sikiza, shusha mkono. Hapa kwangu. Hapa kwangu. Yaani hunitishi kwa lolote na kuzidi kila kitu, kuanzia akili, kila kitu, nguo, hela, kila kitu ni kambwela tu kwangu. Wewe takataka tu kwa wewe mchumba tu. Sikiliza bagi. Kwa sikiza. Na sikiliza kwanza. Sikiliza. Bagi niache. Sikiliza bagi. Utanizikwa mali kwa ukubwa lakini si kwa akili. Sikia. Ungelikuwa na akili usingefanya kitu ambacho nilifanyia hichi hapa. Mtazidi kukuzidi kila kitu. Sasa iko hivi. Sikia, ondoka. Mimi naenda. Sikia, ondoka. Ila nitakachokifanya. Ondoka. Nicholas, Lilian. Utakuja kujuta. Ondoka. Wewe kujuta na wapi? Ondoka. Haraka. Baby. Mchizi wewe mjui. Unaweza kufanya kitu kibaya. Poa. Na wewe unampa muda tu wa kumsikiliza. Sasa mimi ningefanyaje? Mtu amekuja kuvuka chizi muda anaingia. Mimi nifanyaje? Mimi nilikuwa huko ndani. Amekuja muda mrefu eh? Afika anaanza kufoka hapa. Alafu mimi Mungu najua namjua nao. Anaweza kufanya kitu kibaya huyo. Sikia, niangalie nguo niende kazini. Hapana. Nisharibia mudi. Niangalie nguo. Sasa vipi kuhusu huyo anaondoka? Usiniharibie mudi, niangalie nguo. Uchizi ujue. Si Mungu anaweza Wewe kuongea. niangalie nguo. Blaza, ni mke wangu tu. Nakwaje? Bosi, unajua mwenyewe kwa aliponiacha peke yangu akaona pesa nyingi. Yaani mjenga na waza. Yaani kaki. Alinisema kabisa kangipa Mungu. Sasa wewe ni shida blaza. Wewe hasira. Sisi tunakuambia. Shida nini? Blaza, nafikiri ujui ndani ujui kwa mwanamke ndio maana ananiambia hivyo. Lakini hapo natulia msalaba wangu kwenye maisha. Wanawake wangapi mwanangu? Hizo sio sawa. Unaelewa? Jipange, tulia. Achana mambo ya pombe.
Sababu nimekuelewa bwana. Nimekuelewa kisha. kama mwanamke wapo wengi. Sasa ni wangapi? Lakini hamna mwanamke ambaye anaweza kumsamini kama yeye. Isipokuwa tu basi alichonifanyia sio poa. Ila tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu. Mambo vipi? Kama kawa nyama. Yente. Kujiachaka masiara wewe. Sikia. Kuna kazi nataka nikupe sasa. Sema sasa unatakiwa serious na hatutaki kufeli. Yes, sikia. Huyu jamaa Davi yuko mtaani sasa. Yeye anataka akamatwe faster. Yes. Kuhusu hilo usijali, donge nene zipo. Hela zipo nishakwambia. Wewe fanya kazi. Zipo ndio. Kesho. Na inaonekana Afande Abubakar ndio anahusika. Hasa nakutaja mimi sina akili. Afande Abubakar ndo mwenye oda kama hizo hapo. Nakujua bro, nakujua. Usifresh. Abubakar mwenyewe ambaye namjua tangu siku zote. Kudadeki. Sasa sikiza, tuache masiala, fanya kazi Okay, popo. Umefanya mauaji, umemuua Nicholas pia na mke wake Lilian. Nicholas na Lilian? Hapana.